Leo nakuletea idadi ya wasanii kutokea nchini Tanzania ambao walifariki huku wakiwa wanapendwa sana na waliacha huzuni kubwa sana katika tasnia ya muziki, lakini pia tasnia ya waigizaji. Namba 10 nipo na Sajuki. Huyu alifariki kutokana na upungufu wa damu. Makubwa yote aliyoyafanya Sajuki, huwezi kuamini, alikuwa na umri wa miaka 27. Namba 2 nipo na mtu mzima Samuel Ukweli, RIP, moja kati ya talenti ambazo zilifanya makubwa sana hapa Bongo na hivyo kusababisha watu wengi pia kuweza kuvutiwa na aina ya uimbaji wa aina yake. Unamkumbuka Samuel Ukweli kwa ngoma gani? Namba 8 nipo na Eriki Kisauti. Huyu alikuwa ni mwigizaji ambaye aliwavutia watu wengi sana kutokana na uigizaji wake, hususan ni sauti yake na weredi ambao alikuwa anaufanya, kicheko chake, lakini pia tabasamu akiwa anaongea. Watu wengi walikuwa wanatamani kumuona akiwa hai, alikuwa anaonekana katika muonekano upi wa maisha yake ya kila siku. Namba 7 nipo na Mzee Jengua, mmoja kati ya wazee watata sana kuweza kutokea katika industry ya uigizaji, basi ni huyu Mzee Jengua. Kwa upande wangu alikuwa ni mmoja kati ya wazee ambao nilikuwa nikiwatazama nasema okay, huyu mzee bane alikuwa na unyama mwingi sana, so rest in peace mzee wetu. Lakini pia namba 6 nipo na John Maganga. Alikuwa ni mwigizaji ambaye alipata umaarufu mkubwa kulingana na filamu ambazo alikuwa anaigiza na marehemu Stefan Charles Kanumba, ambaye wote walikuwa kwa pamoja na walishirikiana kufanya makubwa. John Maganga alifariki akiwa na umri wa miaka 24 na chanzo cha kifo chake kinatajwa kuwa ni kongosho. Namba 5 nipo na Mangwea, mmoja kati ya waimbaji ambao wameacha historia kubwa sana katika mziki wa nchini Tanzania, hususa ni mziki wa kufoka. Nazungumzia HAP, hip hop, mitindo huru, watu kujiachia huku na kule, huyu yuko wapi, yule yuko wapi, michano fulani hivi kuntu sana. Na alikuwa ni mmoja kati ya mafreestyle ambao wanasifika na wanasema Mangwea alikuwa ni time traveler, yani alikuwa ni msanii ambaye alikuwa mbele ya muda. Namba 4 nipo na Shalo Millionaire, mmoja kati ya waigizaji ambao walikuja na aina yake na mvuto wa design yake kwenye industry. Huyu mshikaji alikuwa na mwendo wake, yani kuna kategori ambazo ulikuwa muweki Shalo Millionaire, yani kwa mfano Shalo Millionaire au FBI ilikuwa iwezekani. Jamaa yetu kuna segment ambazo zilikuwa zinamuhusu, yani mkienda location kuna sehemu fulani hivi alikuwa anatengewa, yani sio wale waigizaji ambao walikuwa wanaweza kucheza nafasi nyingi zote. Lakini Shalo Millionaire pia alikuwa ni mmoja kati ya waimbaji wakali sana. Katafute ngoma zake alafu utapata nafasi ya kujua ninachokwambia sasa hivi ndicho ambacho unachokiona. Namba 3 nipo na Adam Kwambiana. Huyu alikuwa ni mmoja kati ya waigizaji ambao walikuwa wanafanya poa sana. Of course, kwa mtu ambaye alimfahamu Adam Kwambiana atakwambia ubora wake katika uigizaji. Mshikaji ulikuwa ukimtazama unaweza kujua ni faza fulani hivi ambaye umri umeenda sana kulingana na vile ambavyo alikuwa anaigiza. Alikuwa ana uwezo wa kuvaa uhusika. Adam Kwambiana alifariki kwa vidonda vya tumbo na alikuwa na umri wa miaka 36. Namba 2 nipo na mzee wangu, moja kati ya waigizaji wa Kongo sana kutokea hapa nchini Tanzania, na kila mtu anafahamu uwezo wake hususa kwenye sekta ya vichekesho. Mzee Majuto, huyu alikuwa na umri wa miaka 70 na chanzo cha kifo chake ilikuwa ni uzee, umri ulikuwa umekwisha kwenda. King Majuto atakumbukwa zaidi kwa filamu ambazo amekwisha kuzicheza hapa kibongobongo ambazo zilikuwa zinawavutia watu wengi. Ni nani aliyewahi kuonaga movie ya King Majuto alafu asicheke? Basi King Majuto alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walitimiza ndoto zake ambazo alikuwa nazo kuanzia ujanani, kipindi anakuwa
kuja kuwa mwigizaji mkubwa Tanzania. Watu wengi pia wameshindwaga kutimiza ndoto ambazo walianza nazo udogoni, na hii inatokana na hofu ya maisha, lakini pia mabadiliko ya kimaisha. Namba 1, nipo na marehemu Steven Charles Kanumba, mmoja kati ya waigizaji ambao walikonga rika zote, vijana, watoto na wakina mama. Watu wengi walijua Steven Charles Kanumba ni mmoja kati ya waigizaji ambao umri ulikwisha kuondoka sana. Kanumba alikuwa na miaka 28 tu. Kanumba, kifo chake kinasadikika kwamba alianguka na kubamiza kichwa chini na kuweza kufariki. Of course, alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao waliwaumiza watu wengi sana. Ni legend gani umemkumbuka sana? Unaweza ka drop comment yako hapo chini. Utakuwa umetisha kinoma noma. Mimi naitwa PV Mabumi Media. Subscribe.